Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ametangaza kuvunjwa kwa mkataba wa ujenzi wa barabara mkoani Tanga baada ya mkandarasi kutoka China kushindwa kutimiza masharti ya mkataba, na pia amemtaka mkandarasi huyo kuilipa fidia serikali kwa kuchelewesha mradi huo, ambapo ameielekeza timu ya wataalamu kuendelea kuchambua kimkataba juu ya hatua zitakazochukuliwa. Mkandarasi huyo, kampuni ya China ya Railway 15 Brera Group, anayejenga barabara ya Tanga Pangani Mkwaja Bagamoyo Makurunge sehemu ya Tungama Mkwaja Mkange kilomita 95.2 wilayani Pangani, anadaiwa kushindwa kufanya kazi aliyotakiwa kuifanya kwa wakati, ingawa tayari amelipwa fedha zote na serikali. Baada ya kuvunja mkataba wa awali, Waziri Ulega amemwagiza Katibu Mkuu wa Ujenzi Balozi Mhandisi Aisha Amor kuondoa kilomita 25 za barabara hiyo ambazo hazijafanyiwa kazi, na badala yake itangazwe zabuni mpya ili wenye uwezo wa kuifanya kazi hiyo wapewe kazi na waanze haraka. Na sasa kilomita 25 za barabara hiyo na kilomita 70 za barabara inayoanzia Mkange hadi Bagamoyo zitaunganishwa kwenye zabuni ili apatikane mkandarasi wa kuijenga. Ulega ametoa maelekezo hayo leo kwenye ziara yake mkoani Tanga ya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa sehemu ya barabara hiyo ambayo serikali imekwisha mlipa mkandarasi kiasi cha shilingi bilioni 47, ingawa hadi sasa utekelezaji wa mradi umefikia 48% tu. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Kuja kufuatilia maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipotembelea hapa Pangani muda mfupi uliopita. Alizungumza na watu wa hapa Pangani, na katika mazungumzo aliyoyafanya Mheshimiwa Rais yako maelekezo mahsusi aliyoyatoa yanayohusu maendeleo, na ninyi nyote mlikuwepo hapo au wengi wenu mlikuwepo, yanayohusu ujenzi wa mabarabara na mengine. Sisi leo tumekuja kufuatilia na kusukuma yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa tumeanzia kule kwa Msisi kukagua barabara. Huyu mkandarasi ni miongoni mwa wakandarasi wazembe tulionao. Hiyo nawaambieni moja kwa moja, wala hakuna kupepesa macho. Hatudai senti 10 nyekundu. Tumekwisha kumlipa zaidi ya shilingi bilioni 40. Tumemlipa bilioni 47. Kipande chake cha barabara ilikuwa ni kilomita 95.2. Azijenge kwa kiwango cha lami, na ndani yake palikuwa na madaraja, ikiwa ni daraja kubwa lililoko pale mbele na makalavati kadhaa. Leo nimetoka kumchukulia hatua yule, tumempunguzia kazi, tumemtoa katika kilomita 95 tumemshusha mpaka kilomita 70, na tumempa mpaka mwezi wa 10 awe kazi yetu ameikamilisha. Niwahakikishie watu wa Pangani kwamba hela za mradi huu zipo. Hatuna shida hata ya senti 10 ya mradi huu. Tunazo hela zote. Mheshimiwa Rais ametutengea, ametuwekea fungu liko pale. Ni uzembe wa huyu. Lakini nyingine adhabu niliyompa ni kuhakikisha kwamba anatulipa fidia ya kuchelewesha mradi wetu. Wako tayari wataalamu wanamwandikia kumweleza ni fidia ya kiasi gani. Na jambo la tatu, huyu tunamweka katika wale makandarasi wazembe ambao kesho na kesho kutwa akiomba kazi nyingine, sisi tayari tunayo nukuu ya kwamba huyu ni mkandarasi mzembe. Kwa hivyo hili tumetoka kulitazama na tumeshachukua hatua hiyo.
Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri, nikupe wewe matumaini na niwape matumaini ndugu zetu wa hapa Pangani ya kwamba hii kazi itakwenda vizuri. Na upande wa Tanga Pangani Tanga, tulikubaliana na mkandarasi kipande cha kutoka Pangani kwenda mpaka pale Kigombe inakoishia lami tukikamilishe mpaka kufika mwishoni mwa mwezi wa 6. Ni matumaini yetu kipande kile tutakabidhiwa na mkandarasi kikiwa na lami. Mwisho ameniomba hiki kipande kitengenezwe kwa sababu hiki kipande kilikuwa ni sehemu ya mradi huo tuliomnyang'anya huyo mkandarasi mzembe. Kwa hivyo mimi ninawaelekeza wataalamu wangu, wakati huu tunasubiri tupate mkandarasi mpya ili aje kukijenga kwa lami, ni lazima tukitengeneze kufanya maintenance kiwe kinapitika kwa stara, sio hivi hali hivi. Nawashukuru sana katika kipindi chote ambacho nimekuwa mbunge, nimekuwa msaada sana. Kila ninaloomba ninachohitaji kusaidiwa mnanisaidia. Nasema asanteni sana. Nawaombea dua, Mungu afanyie pesa. Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa, nikushukuru. Umekuwa sana na sisi bungeni. Umekuja nasi kwenye msiba na leo upo na sisi. Tunakushukuru sana. Fikishie salamu kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tupo pamoja kwenye kusukuma maendeleo katika wilaya yetu ya Pangani.